Wakati huu tutazame vita huko nchini Ukraine, ambapo mashambulizi makali yanayofanywa na vikosi vya Urusi dhidi ya Ukraine yanazidi kuongezeka kila kukicha. Urusi sasa katika kipindi hiki cha baridi kali huko Ulaya imeamua kufanya mashambulizi makubwa katika maeneo ya miundombinu ya nishati ya umeme pamoja na maji. Mpango huo unaendelea kwa muda mrefu na ni mpango ambao kwa muda mrefu Urusi imekuwa ikifanya katika vita vyake huko nchini Ukraine. Wanajeshi wa Ukraine wapo katika eneo la kifo kwa sababu ya drones za Urusi. Kamanda mkuu wa Ukraine Sinski anasema tangu kuanza kwa vita ambavyo Urusi imeviita ni operesheni maalum ya kijeshi nchini Ukraine, vikosi vya Urusi vimekuwa vikitumia aina mbalimbali za ndege zisizokuwa na rubani kwa kiwango kikubwa. Zinaanzia na droni za bei ya chini za kamikaze hadi mifumo ya hali ya juu kama vile Lancet na Geran. Hivi sasa askari wa mstari wa mbele wa Ukraine wako katika hatari kubwa kuliko mwanzoni mwa mzozo. Kamanda mkuu wa Ukraine Oleksandr Sinski aliviambia vyombo vya habari vya Ujerumani. Alitaja maendeleo ya kiteknolojia katika ujenzi wa ndege zisizokuwa na rubani ambayo alisema inamaanisha kwamba kinachojulikana kama eneo la kifo, ambapo wanajeshi wa Ukraine wapo hatarini sana kwenye eneo la mbele la kilomita 1200 sasa linaenea kwa kina cha kilomita 20 tu, kwa maana Urusi imetumia mbinu nyingi kuweza kupita maeneo mengi na kuweza kukaribia kutoka kilomita 1200 hadi 20 tu. Sinski anasema, akieleza zaidi kwamba sasa ni wakati wa kuona jinsi gani ya kuweza kuwasaidia wanajeshi hawa wa Ukraine. Kwa upande wa Wizara ya Ulinzi ya Urusi, hapo awali ilisema vikosi vya Urusi vilifanya mashambulizi makubwa na mashambulizi matano ya pamoja dhidi ya jeshi la Ukraine katika wiki iliyopita. Vikosi vya Urusi pia vilikomboa vijiji vya Popovka katika mkoa wa Sumi, Zelenoye katika mkoa wa Kharkov na vile Stepanovka, Toretskoye pamoja na Soreskoye katika Jamhuri ya Watu wa Donetsk. Urusi inaendeleza mashambulizi yake wakati huu ikiamini kwamba ni wakati wa kuhakikisha Ukraine haiwezi kufanya lolote licha ya mataifa ya magharibi kutaka kupeleka wanajeshi wao, huku waziri wa mambo ya kigeni wa Urusi Sergei Lavrov akionya nchi za magharibi akisema kwamba yeyote ambaye ataingiza wanajeshi wake atalengwa na majeshi hayo yatalengwa moja kwa moja. Hata hivyo, inatarajiwa kwamba moja kati ya mpango mzuri ambao wakati huu unatazamwa na Ukraine ni kuona kwamba Marekani inakuwa mlinzi wa taifa hilo baada ya kumalizika kwa vita. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia ili ujue ni nini kinachojiri katika ulimwengu.